Kutoka kwenye chumba namba 1 cha Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, inaendelea tena leo Alhamisi ya Oktoba 23 mwaka 2025 chini ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru. Mapema kabisa, mahakama imeanza kutoa uamuzi mdogo kufuatia pingamizi lililokuwa limewekwa na mshtakiwa Tundu Lissu ambaye anajitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo, ambapo pingamizi hilo limelenga kupinga kuwasilishwa mahakamani kama kielelezo taarifa ya uchunguzi ya picha jongefu, yani video, kutoka kwa shahidi watatu wa Jamhuri, mkaguzi wa Jeshi la Polisi Samuel Kaya. Katika kujenga hoja ya pingamizi hilo sambamba na kufanya marejeo ya hoja mbalimbali za kisheria na kesi mbalimbali, Lissu alieleza mahakama kuwa shahidi huyo ana uwezo wa kutoa certificate na sio ripoti, na kwamba shahidi alipaswa kuandaa picha mnato, yani still pictures, alizopelekewa kufanyiwa uchunguzi na kuzikuza baada ya kuteuliwa na mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP na au mwanasheria mkuu wa serikali AG, kwa mjibu wa tangazo la serikali. Wakili wa serikali mkuu Job Mrema alipinga vikali hoja hiyo, akieleza mahakama kuwa mahakama hiyo haibanwi na maamuzi yake iliyoyatoa mapema jana Oktoba 22 mwaka 2025 ya kukataa kupokelewa mahakamani hapo kwa memory card na flash disk kama kielelezo kutoka kwa shahidi huyo. Mrema alienda mbali zaidi na kuieleza mahakama kuwa mshtakiwa ameingilia content ya hizo ripoti kwa kuzisoma, jambo ambalo ni kinyume na maelekezo ya Mahakama Kuu yanayoelekeza kwamba nyaraka yoyote haitakiwi kusomwa kabla haijawasilishwa na kupokelewa mahakamani hapo, hivyo kuiomba mahakama kutupilia mbali pingamizi hilo. Akijibu hoja za kutetea pingamizi lake alilokuwa ameliweka hapo jana, Lissu alisisitiza kuwa mahakama hiyo imekataa kupokea memory card na flash disk kama kielelezo, hivyo kwenye mazingira ya kisheria taarifa hiyo ya uchunguzi haiwezi kusimama yenyewe. Akitoa uamuzi wa pingamizi hilo mapema hii leo Oktoba 23 mwaka 2025, Jaji Dastan Ndunguru amesema mahakama imekubaliana na hoja za mshtakiwa, hivyo kielelezo hicho kimekataliwa. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.